Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwamba ikiwa Marekani ya utawala wa Donald Trump pamoja na Urusi zitakaa mezani na kuondoa uharibifu uliofanywa na rais aliyepita Joe Biden akishirikiana na watu wa Magharibi, mataifa hayo mawili yatakuwa na uhusiano mzuri tofauti na ilivyo sasa. Kutoka kwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuendelea na mazungumzo, lakini kufuta uharibifu uliofanywa kwa uhusiano wa nchi hizo mbili chini ya Joe Biden akishirikiana na watu wa nchi za Magharibi. Mbali na mijadala inayoendelea kuhusu kutatua mzozo wa Ukraine, Urusi na Marekani zilifanya duru mbili za mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Saudi Arabia na Uturuki mapema mwaka huu, yaliyojitolea kurejesha utendaji kazi mzuri wa balozi na aina nyingine za ushirikiano. Duru ya tatu ya mazungumzo iliyopangwa haikufanyika, huku Moscow ikisema kuwa ilighairi na Marekani. Katika mahojiano na shirika la habari la RIA Novosti siku ya Jumamosi, Lavrov alisema kuna mambo mengi yanayokera katika uhusiano wa Urusi na Marekani yaliyorithiwa kutoka kwa utawala uliopita wa Marekani wa Joe Biden, na kuongeza kuwa itachukua muda mrefu kufuta fujo hizo. Baada ya kuwasili kwa utawala wa Trump mwezi Januari, Moscow ilihisi nia ya kwanza ni kuanza tena mazungumzo inafanyika, lakini si haraka kama ambavyo ilifanyika, waziri huyo wa mambo ya kigeni alieleza. Kwa mujibu wa Lavrov, majadiliano ya Marekani na Urusi lazima zingatie kazi za balozi za kidiplomasia, bali pia kushughulikia masuala ya kurejea kwa mali ya kidiplomasia ya Urusi isiyo halali, bali pia kurejesha mali za kidiplomasia za Urusi. Urusi na Marekani zilipunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wafanyakazi wa kidiplomasia kwa kila mmoja, huku mahusiano yakizidi kuzorota katika muongo mmoja uliopita. Mwishoni mwa mwaka 2016, utawala wa rais aliyemaliza muda wake Barack Obama ulizua ufikiaji wa wanadiplomasia wa Urusi katika makazi huko New York na Maryland, na baadaye kunyanyua mali za ziada za Urusi. Kusimamishwa kwa safari za ndege na kufungwa kwa anga ya Amerika kwa wabebaji wa Urusi ni miongoni mwa vikwazo vilivyowekwa kwa Moscow katika utawala wa Joe Biden baada ya kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Mapendekezo yetu kuhusu mali isiyohamishika ya kidiplomasia na usafiri wa anga yamewasilishwa kwa upande wa Marekani. Mawasiliano ya kazi kwa sasa yanaendelea kuhusu uwezekano wa kuendelea na mazungumzo, Lavrov alisema. Mwezi uliopita, Trump aliweka vikwazo kwa makampuni makubwa ya mafuta ya Urusi ya Rosneft na Lukoil, akitaja kutokuwepo maendeleo katika mazungumzo ya amani kuhusu Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin alionya kwamba hatua hiyo isiyokuwa ya kirafiki haitaumaliza uchumi wa Urusi, lakini inaweza kudhoofisha mchakato wa kuhalalisha na Washington na kutengeneza uhusiano bora kati ya mataifa hayo mawili. Lakini pia ni ngumu kumaliza mzozo wa Ukraine kwa kutumia vikwazo vilivyowekwa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri duniani.